Karibuni kwenye mkutano huu muhimu wa Dodoma Jiji na waandishi wa habari. Nawashukuru sana wanahabari kwa kujitokeza. Kwanza kabisa mnaona sura zetu zilivyo ni za furaha na matumaini makubwa, na kupitia mchezo wa jana tumegundua kumbe kuchukua ubingwa wa ligi kuu inawezekana. Jana ndo tumegundua kumbe inawezekana na hatujaona wa kutuzuia, si ndio jamani? Sawa. Yes, mbele yenu naitwa Moses Mpunga, mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Dodoma Jiji Football Club au msemaji wa Dodoma Jiji Football Club. Mbele yangu niko na viongozi wa mashabiki, viongozi wa matawi yote ya Dodoma Jiji wanawakilisha mashabiki. Tuko hapa kwa ajili ya kuaddress wa Tanzania wapenda soka kuhusu jambo kubwa ambalo tumepanga kwenda kulifanya siku ya kesho. Na kabla ya kusema hayo yote, nitakuwa ni sio mwingi wa fadhila kama tutashindwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama, kwa kutoa matokeo mazuri siku ya jana, lakini pia kuwashukuru mashabiki wetu kwa kujitokeza kwa wingi jana, licha ya wenzetu kukodi mashabiki lakini walishindwa kufua dafu. Sisi huaga hatununui wala tukodi mashabiki. Sisi huwa tuna mashabiki ambao wana passion na love na mpira, na ndicho ambacho tunakwenda kukizungumzia, ambacho tunakwenda kukifanya kesho. Tumekuwa tukikariri kwamba unaposema Valentine's Day au siku ya wapendanao, tumekuwa tukikariri kwamba ni lazima iwe mtu na mpenzi wake, mtu na mume wake na vitu vingine kama hivyo, lakini haya yote ya kwanza kabisa ni watambulishe sasa wale ambao niko nao hapa mbele kwa heshima na taadhima, watu ambao tunakwenda kushirikiana nao kwenye jambo hili kubwa kwa siku ya kesho. Ni sisi Dodoma Jiji Football Club, lakini kwa ushirikiano mkubwa na kuwezeshwa kwa aina ya ukubwa na ndugu zetu wa Swaiba Mjenzi. Na hapa niko na CEO wa Swaiba Mjenzi, ndugu yangu, mdogo wangu, rafiki yangu Hamis Makila, ambaye naye pia atapata nafasi ya kuzungumza na nyinyi, kuwaambia nini ambacho kimewasukuma kuona namna gani wanaweza kushirikiana na sisi kwenye event hii kubwa ambayo itawakutanisha mashabiki wa Dodoma Jiji Football Club wa matawi mbalimbali. Nadhani mimi nizungumze nimalize yote, alafu baadaye nitamkaribisha CEO wa Swaiba Mjenzi Hamis Makila. Baada ya hapo mtakwenda kusikia tambo za mashabiki, viongozi wa matawi, na wao pia unajua wana maafisa habari wao, wana wasemaji wao, wana fomu zao za uongozi. Kwa naomba nitangaze rasmi kwamba siku ya wapendanao rasmi Dodoma Jiji tunakwenda kuwa na Swaiba Dodoma Jiji FC Valentine's Day Bonanza. Tutakuwa nalo siku ya kesho tarehe 14 na litaanza majira ya saa 8 mchana katika viwanja vya Sheli ama Sheli Complex pale Wajenzi. Hakutakuwa na kiingilio chochote, ni bure kabisa. Wewe kama ni shabiki wa Dodoma Jiji Football Club, shabiki wa soka, unakaribishwa. Kutakuwa na vitu vingi vizuri, kutakuwa na burudani nyingi, kutakuwa na michezo mbalimbali, kutakuwa na burudani ya muziki na vitu vingine mbalimbali siku ya kesho. Kwa hiyo itakuwa ni siku nzuri. Najua kesho ni mapumziko, kesho ni Jumamosi, imekuja siku nzuri. Kwa hiyo usikae tu nyumbani ukaboreka, mwisho wa siku ukagombana na mama, kwa sababu umetazamana toka asubuhi mpaka jioni. Sasa mshike mkono, mwambie bwana, Valentine's Day tumepata sehemu ya kutoka. Mtoko wako uwe pale Wajenzi. Uzuri ni kwamba ni sehemu ambayo ni city center, ni katikati kabisa ya mji. Kwa hiyo panafikika kiurahisi kwenye timu yetu. Kwa hiyo jambo ndio liko hivyo, na mfumo wa bonanza letu kesho kutakuwa na mechi ya mpira wa miguu. Hiyo ndio event kubwa kwa kesho, kwa sababu love ni football na lazima kuwe na mechi ya mpira. Kwa kutakuwa na mechi ya mpira wa miguu ambayo mechi ya kwanza itaanza saa 8:30 ambayo itawakutanisha matawi mawili makubwa na matawi mama, matawi kongwe, matawi shindani. Maana kuna washindani alafu kuna wagomvi. Hawa ni washindani na huwa wanashindana kwa ajili ya kuleta kitu kizuri na ladha nzuri. Yaani hao waga wanatabia, huyu akileta ngoma, hawa analeta tarumbeta.
Hawa wakileta Baikoko, hawa wanaleta nini? Mdumange. Kwa wanashindana kwa ajili ya kunyanyua Dodoma Jiji Football Club. Kwa kesho kutakuwa na mechi ya kukata na shoka. Sikumbuki mara ya mwisho lini wamecheza mechi ya. Mwenyekiti, mara ya mwisho wamecheza mechi lini? Kwa mwezi wa 8 mwaka jana. Mwaka jana? Ndo mara ya mwisho. Na ilishaje? Tulifunga HQ. Tawi namba 1 waliibuka na ushindi. Sasa kesho naona HQ na wao wanajipanga kwa ajili ya kuja kufuta uteja ambao umedumu kwa muda mrefu kwenye hayo matawi. Kwa kesho tutakuwa na mechi saa 8:30 kati ya tawi namba 1 dhidi ya tawi la makao makuu HQ. Lakini tunayo matawi mengine kama wakali wa UDOM, wao wamesema watakuja kusapoti, watagawanyika na wao. Lakini pia tunayo timu ya waandishi wa habari za michezo, na wao pia watagawanyika. Lengo kuu si kusema nani ni HQ, nani tawi namba 1, nani wakali wa UDOM, nani ni nani. Lengo kuu ni mashabiki wote wapate nafasi ya kuwa sehemu moja, kufanya kitu kimoja wakati mmoja kwa furaha. Lakini tutaishia hapo. Baada ya huo mchezo sasa, tutakuwa na yule mshindi atakayepatikana hapo atakwenda kucheza na staff wa Dodoma Jiji. Sijui umenielewa vizuri hapo. Yani yule mshindi ambaye atapatikana watakwenda kucheza na kina Moses Mpunga. Sasa mimi naitwa Hamis Makila, ni CEO wa taasisi ya kuandaa mashindano mbalimbali ya mchezo wa mpira wa miguu ya Swaiba Mjenzi Sports Tournament, lakini tunaenda kama Swaiba Mjenzi. Kesho tunafahamu ni siku ya wapendanao, lakini tunaifanya kisoka zaidi. Ni jambo kubwa ambalo halijawahi kufanywa na timu yoyote Tanzania hii, kama alivyosema afisa habari Moses Mpunga. Tunakwenda kufanya jambo kubwa na la kihistoria siku ya hapo kesho, kwa kuwakutanisha mashabiki na wanachama wa Dodoma Jiji kutoka kwenye kempu mbalimbali, maskani mbalimbali pia, kwa lengo kubwa la kuweza kujumuika na kwenda kucheza na staff wa Dodoma Jiji. Lengo kubwa ambalo limetusukuma Swaiba Mjenzi kushirikiana na Dodoma Jiji ama kuwa na hili wazo na Dodoma Jiji pia kulifanya kwa ukubwa zaidi ni kuona namna gani ambavyo mashabiki wanakuwa karibu, wanakutana kwa pamoja.